Zaburi 102 mstari wa kwanza mpaka 13. Biblia inasema, Bwana, usikie kuomba kwangu, kilio changu kikufikie. Usinifiche uso wako siku ya shida yangu. Unitegee sikio lako siku niitapo, unijibu upesi. Maana siku zangu zinatoweka kama moshi, na mifupa yangu inateketea kama kinga. Moyo wangu umepigwa kama majani na kukauka, na ninasahau kula chakula changu. Kwa ajili ya sauti ya kuugua kwangu, mifupa yangu imegandamana na nyama yangu. Nimekuwa kama mwali nyuni wa jangwani, na kufanana na bundi wa mahemani. Na kesha tena nimekuwa kama shomoro aliyepeke yake juu ya mwamba. Adui zangu wananilaumu mchana kutwa, wanaonichukia kana kwamba wanawazini, wapa kwa kunitaja mimi. Maana nimekula majivu kama chakula, na kukichanganya kinywaji changu na machozi. Kwa sababu ya ghadhabu yako na hasira yako, maana umeinua na kunitupilia mbali. Siku zangu zi kama kivuli kilichotanda, nami ninanyauka kama majani. Bali wewe Bwana utaketi ukimiliki milele, na kumbukumbu lako kizazi hata kizazi. 13. Wewe mwenyewe, sema wewe mwenyewe. Rudia tena. Rudia tena. Utasimama, sema utasimama. Rudia tena. Rudia tena. Na kuirehemu Sayuni, sema na kuirehemu Sayuni. Rudia tena. Rudia tena. Kwa maana ndio wakati wa kuhurumiwa, na majira yaliyoamriwa yanawadia. Wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni, kwa maana ndio wakati wa kuihurumia. Sema wakati wa kuihurumia, na majira yaliyoamriwa yamewadia. Andika tuko za somo, jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Si watu wengi wanajua habari za majira na nyakati ndani ya maisha. Na kama umepita kwenye majira ya muda mrefu magumu na mazito, jiandae kwa majira ya furaha na amani. Siku zote unapoona mistari mingi nimesoma, ni nyakati ngumu za Daudi, ni kipindi kigumu cha Daudi, ni kipindi cha machozi na damu, ni kipindi cha kulaumiwa na kushtumiwa, ni kipindi cha ugumu na uzito, ni kipindi ambacho kimemchukua Daudi muda mrefu akiendelea kuomba bila majibu, akiendelea kutafuta msaada wa Mungu bila majibu. Lakini pamoja na kipindi hicho kuwa katika changamoto nzito, unaona anasema kwenye 13,
kwamba Mungu mwenyewe atasimama. Maana yake na kuirehemu Sayuni. Ni rehema za Mungu ambazo ziko kila siku za maisha yako. Sehemu nyingine Daudi anamwambia Mungu, umetutupilia mbali. Tumekaa kwenye mateso kwa muda mrefu. Unajua rehema na neema ni ofisi zinazofanya kazi pamoja. Lakini kwa ufupi tu, rehema ni Mungu kukutazama kwa jicho la kukusaidia. Ndio maana ya rehema. Maana yake ni Mungu kukutazama kwa jicho la kukusaidia. Wamepitia kipindi kizito na kigumu, wamepitia utumishi mzito na ugumu, lakini anasema wakati umefika ambao sasa ni kama vile wanakwenda kutolewa machozi, ni kama vile wanakwenda kutushwa mizigo, ni kama vile wanakwenda kupewa raha, ni kama vile wanakwenda kustareheshwa. Palipo na kipindi kigumu kizito, ni kama vile kuna mlima, huwe na uhakika baada ya muda kuna mteremko. Haleluya, 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 haleluya. Unavyoona tatizo limekuwa gumu na linanuka, huwe na uhakika na uzidi kunuka, ndivyo liko karibu na kuacha kunuka. Kila wakati majira na nyakati ambazo Mungu anawatembelea watu ama anapenda kuwatembelea watu, anawatoa kwenye kipindi cha mateso, wanaingia kwenye kipindi cha starehe, wanaingia kwenye kipindi cha amani, wanaingia kwenye kipindi cha heshima, wanaingia kwenye kipindi cha kuinuliwa. Ndio maana nimekwambia jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Narudia tena, jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Jiandae kwa majira ya kutembelewa kwako. Jiandae kwa majira ya kicheko chako. Jiandae kwa majira ya furaha yako. Jiandae kwa majira ya upenyo tena. Chake Bwana Yesu makofi. Kitu ambacho unatakiwa kijue ni kwamba Mungu anafanya kazi kwa majira, kwa wakati. Mungu hafungwi na wakati, hazuii na wakati, wala yeye haishi kwenye wakati ambao wanadamu wapo. Huko kwetu yeye ana umilele, sisi ndio tuna majira. Sisi tunalala, yeye halali. Amen. Yeye hazuii na majira, lakini anapofika kwenye ishu ya mtu, anapokuja kwenye maisha ya mtu, huwa ametenga muda sahihi wa kuja kwenye ule muda. Ndio maana hata Yesu hakuzaliwa muda wote. Kuna ule wakati ambao Yesu alizaliwa, ambao ulikuwa umetengwa na Mungu, na huo wakati ambao Mungu aliachilia kusudi lake, ndio anakwenda pia kuachilia makusudi yake ndani ya maisha ya kwetu. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi kwa muda. Yeye ni mfalme. Yeye hapangiwi muda na mtu. Yeye hapangiwi muda na mtu. Akisema atakuja kwa leo, anaangalia muda gani sahihi wa kuja. Yeye ndio maana anakuambia hachelewi wala hawai, yuko katikati. Wewe utaona anachelewa kwa sababu ya kichwa chako kina muda, lakini yeye hafungwi na muda. Wakati wake ndio wakati sahihi. Wakati wake ndio wakati sahihi. Wakati wake ndio wakati sahihi. Anapokutembelea akija, dakika moja anabadilisha kabisa historia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni.
wakati. Sema wakati. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Mwambie mwenzako ni wakati wangu sasa. Mwambie ni majira yangu sasa. Mwambie ni kipindi changu sasa. Ni kipindi cha kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Baba kianze kumwambia. Wakati wa huduma ya Yesu alilia katika matukio makuu mawili. Unaona analia kwenye matukio makuu mawili. Tukio la kwanza ni wakati anaenda kwenye kaburi la Lazaro, kuonyesha upendo alionao kwa Lazaro. Alilia kuonyesha thamani ambayo Lazaro alikuwa nayo ndani ya moyo wake. Yesu alilia. Kumbuka ni Mungu huyo. Tukio la pili, alilia wakati anautazama ndiye anakwenda kwenye safari yake ya kusulubiwa. Alafu akaona wanafunzi amekaza uso kuelekea Yerusalemu. Alafu machozi yakaanza kutoka. Alafu akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, laiti ungelijua wakati wa kujiliwa kwako, lakini haya yamefichwa machoni pako. Utafika wakati adui zako watakapokuja, watakuvuruga kweli kweli, wataondoa jiwe juu ya jiwe hata isibakie nafasi. Alafu anasema ni kwa sababu hawakutambua wakati wa kuchiliwa. Inaweza ikawa napiga kelele namna hii, lakini usijue kwamba ni wakati ambao Mungu ameamuru kwa ajili ya kukumbuka. Mungu anaweza kaachilia wakati afu wewe usijue, utapishwa, utapita kwenye msimu mwingine. Miaka 70 baada ya Yesu alikuja jemedari mmoja anaitwa Rumi na anaitwa Tito. Alipiga Yerusalemu kutimizwa kwa nabii ambao Yesu alimwambia juu ya nchi. Shida ya wale watu ambao Yesu aliona ilikuwa ni muda. Hawakujua muda wa kujiwa. Na kwa sababu hawakujua kwamba ni muda wa kujiwa, hawakujiandaa kwa ajili ya msaada mwingine. Lakini sio fungu lako kwa jina la Yesu. Sio fungu lako kwa jina la Yesu. Sio fungu lako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kutokujua ni wakati ukapuuza, ukadharau, ukaona haina maana, haiondoe walisia waeneo kuja. Wale walio tayari watatembelewa na Mungu, na wewe huo msimu mwingine kuja kuupata haijulikani lini. Ndio maana kwamba jiandae kwa majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Moja kati ya kitu cha msingi ambacho Mkristo anatakiwa awe nacho ni kujua juu ya majira na nyakati. Kile kitabu cha Nyakati wa kwanza 12:32. Nyakati wa kwanza 12:32. Inasema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Hawa ni wana wa Isakari, moja kati ya makabila 12. Kulikuwa kuna kabila moja linaitwa wana wa Isakari, kabila la Isakari. Sasa hawa walikuwa wanajua kujua huu wakati, kitu gani kinafuata na kitu gani kifanyike. Moja kati ya kitu kigumu cha kwenda ni kujua ishu wakati na kujua maandalizi yanayopaswa kufanya kwa wakati. Israeli, Yerusalemu hawakujua wakati.
waliishia kuishi maisha ya mateso na kujikuta na matukio yasiyo ya kawaida. Shida yao kutokujua wakati. Iwe ni sehemu ya ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Iwe ni sehemu ya ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Iwe ni sehemu ya msingi wako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kama Mkristo usishike nje. Jua nyakati zipi tunaishi. Jua ni kipindi gani. Jua ziko nyakati tunapaswa kuzijua. Lakini sisi kama IRC, huu ni wakati wa Mungu kututembelea tena. Amen. 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 Kwa hiyo hao walijua kitu cha kufanya, walijua ni wakati gani, alafu walijua kitu gani cha kufanya. Ndio walikuwa na sifa hii wana wa Isakari. Walijua ni wakati gani na walijua ni kitu gani cha kufanya. Unaweza ukajua ni wakati, lakini usipojua cha kufanya haitakusaidia. Ndio maana wakati wa mvua huambie watu watembee na mwavuli ama watembee pamoja na makoti, wewe wakati. Kwa hiyo kuna katika kila nyakati ambazo mtu anapitia kuna kitu ambacho wewe unapaswa ukifanye. Ndio maana nakwambia jiandae, na nitakwambia baadaye ujiandae kwa ajili ya namna gani ili yale mambo ambayo Mungu amesema yawe halisi kwa maisha. Chapie Bwana Yesu makofi. Sema wakati. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Kuna neema ya Mungu huwa inaachiliwa kwenye kila wakati. Kuna fursa za Mungu huwa zinaachiliwa kwenye kila wakati. Ule muda ukifika, Mungu anakuwa ni online kwenye kila kitu. Sio wakati wako wa kwake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo katika kila nyakati ya majira kuna neema ya Mungu inaachiliwa. Na ukiona Mungu anakuambia jiandae kwa wakati, uwe na uhakika kuna uwezeshi wa kimungu huko juu yako. Amen. Kwa sababu neema ya Mungu na rehema za Mungu ni mkono wa kulia na kushoto wa Mungu. Rehema anakusaidia kwa jicho la kukusaidia, sio kwa hukumu. Hata kama umefanya makosa anakuangalia, lakini akiwa na lengo la kusaidia. Huruma, neema. Neema inapokuja ni ukamilifu wake unaokuja kufanya kazi ndani ya wewe. Anakujua wewe ni dhaifu, anakujua wewe hauwezi. Kwa hiyo anakubeba katika mbawa zake ili afanye anachotaka kufanya kwenye maisha yako. Wewe unachopaswa kukaa ni kukaa mkao ulio mzuri, ambao akipita atakutana na wewe kwenye mazingira yale. Amen. Anajua umechoka na maisha, anajua umelia sana, lakini wakati anataka kukusaidia, maana ni wakati ulioamriwa kwa ajili yako. Amen. Amen. Kwa hiyo neema inapoachiliwa juu yako, uwe na uhakika yale ambayo ulikuwa uwezi unaanza kuwa. Zile fursa zilizokuwa zimeziba zinaanza kuonekana. Wale watu waliokuwa wanakucheka wanaanza kukuheshimu. Hii si ratiba ya dini, hii ni ratiba ya kiti cha enzi cha Mungu kwa watu wake. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako ni wakati wako. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Simnakumbuka yule mtu aliyekuwa amekaa kwenye ile bilika kwa miaka mingapi? 30 ngapi? 38. Alikuwa na shida gani yule mtu? Alikuwa na misi nini? Wakati Yesu anamuuliza ilikuwaje? Miaka 38 bilika liko hapa. Watu wamekaa pale wanasubiri malaika atibue yale maji. Yule malaika alikuwa atibui maji kila wakati. Kulikuwa kuna wakati. Amen? Kulikuwa kuna wakati wa maji kutibuliwa.
lakini ilikuwa inatakiwa mtu wa kwanza anaingia ndio anaingia na anapona. Kwa hiyo unaona yule mtu alikuwa anaona birika, alikuwa anaona maji, alikuwa anajua kwamba kuna isho uponyaji, lakini ilikuwa inategemea namna anavyotumia ule muda wake. Sawa. Alikuwa anajua sasa, alikuwa anamisi wakati. Ule alikuwa anashindwa. Ule wakati ulikuwa shida, namna ya kwenda na wakati, namna ya kuishi na ule wakati, namna ya kufanya juu ya ule wakati. Isiwe fungu lako kwa jina la Yesu. Isiwe sehemu yako kwa jina la Yesu. Kama wakati wa Mungu umekaribia, utumie vizuri kabisa ili ule wakati usiwe aborted, ukakosa kupata chochote. Kuna wakati wengine nyakati zao zinaingia kwenye hali ya kama mimba kutoka. Inakuwa aborted. Wengine Mungu anaanza nao wakati mzuri, anaanza kwenda nao. Ukifika hatua ghafla unashangaa ile hali imetoka. Ndio nyakati za watu wengi ziko hivyo. Ni Mungu kweli anamwandaa kwa ajili ya kiwango kingine, ngazi nyingine, lakini baada ya muda kwa sababu sio makini, anajikuta amerudi kama mdogo wa kawaida. Ulikuwa ni upako ulioshuka juu yake kumsaidia na kumwandaa ili awe mtu fulani kwenye jamii, ili awe mwimbaji mkubwa kwenye jamii, ili awe mtu mashuhuri kwenye jamii, lakini kwa sababu ya kutokujua wakati, anajikuta baada ya muda anarudi kwenye hali ya kawaida, anakuwa ni mbongo kama mbongo wa kawaida tu. Haupasi kuwa hivyo katika jina la Yesu. Mungu amewahi kumtembelea obviously kama mara 5. Hizi kujiliwa na Mungu, kutembelewa sio kitu cha kuzungumza. Ni kitu kinachobadilisha kabisa atmosphere. Mara ya mwisho nikaona upako tena huko juu yangu. Nikasema usi wa kawaida. Unajua unaomba masaa mengi. Unaomba dakika nyingi. Unaomba masaa 7, unaomba mpaka 10. Nikajua hii sio kawaida. Kuna kitu. Alafu nikakaa nikaanza kufikiria. Huu upako umekuja mpya. Maupako mengi ambayo yanitembelea nilikuwa nafanya nini? Nikagundua Mungu alikuwa ananitembelea, alafu baada ya muda nilikuwa mtu wa kawaida. Hakuna mwendelezo. Hakuna kitu tena kinachoendelea. Utasema tu Mungu amenipaka mafuta, nikifanya hivi nafanya hivi, lakini hakuna kinachoendelea. Na nikagundua baada ya ule upako wa mwisho wa Mungu kunitembelea, akaja akanirudia tena, nilipita miaka 13. Miaka 10 ngapi? Nimeshaona miaka 13 huko nje kila ambacho Mungu anakusudia. 13 years. Nikasema Mungu nimejua huu si uachi. Si ni issue ya kumchochea, si ni issue ya kunguruma ili kila anachotaka kipate kufanyika, basi akitakatika. Ndio maana nakwambia ya kwamba wakati mwingine usipojua kutumia majira haya, watu wajui kuna majira Mungu anakuandaa kwa ajili ya viwango vikubwa, na upinzani pia unakuwa mkubwa, na vikwazo pia vinakuwa vikubwa, na vizuizi pia vinakuwa vikubwa. Kila wakati ukitaka kuona unashangaa na kwamba wewe tutakula maombi hapa. Kila wakati unasikia hali na kiu ya kufunga, unasikia shauku ya kulala na kulia mbele za Bwana. Unapoendelea namna hiyo, maana kuna kitu Mungu amekiandaa kwa ajili ya kesho yako. Usipokuwa makini, kikawa aborted, kikaondoka. Baada ya muda wewe ni mdogo wa kawaida tu, ule mdogo washa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na nini haifundishwi na dini? Maana dini haina hiyo. Hiyo ipati kwenye dini, hiyo inaipata kwa Roho Mtakatifu na kiti cha enzi. Kwamba ni wakati wako wa kujiliwa, ni wakati wako wa kutembelewa, ni wakati wako unajua unaomba mpaka unasikia raha. Unaomba mpaka unasikia ukiangalia haikuwa hivi kabla. Unaomba yani kuna vitu nilikuwa naviona ni kwa mtu mwingine kama ni wadini kama wewe anakaribia kichizi. Utanikuta ninalia mbele za Bwana, nimegaragara baba, alafu kwenye sebule pale napita pale kwenye kodo na tembea kimbia. Batizini mambo yanafanya saa 7 usiku, saa 8 wala haupo. Sasa baba amechanganyikiwa.
Unapokuwa mbele za Mungu, ustaarabu hakuna na dini yako. Utafanyishwa vitu ambavyo wewe unasema. Wakati unashangaa wakati unasikia mikono inawaka moto, inawaka moto masaa, inawaka moto miezi. Hiyo ni mitembeo ya kiungu ndani ya mtu kwa ajili ya maandalizi ya kitu fulani. Hiyo haikuti kwenye dini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nilikuwa nausimulia namna ambavyo nilikuwa ninakaa kwenye maombi masaa mengi, alafu nikitokeza nikipata kwenye basi. Yule mtu kama ana Yesu, akae na mimi. Kashangaa miayo ameshika. Nimeona na watu wana nguvu za hizo mtu anaye hivi, unashangaa na yeye kama mnyama. Alafu tunampisha naye anafika nani? Uwezo ukashikamana mkono na mtu hivi wa kawaida. Hicho ni kipindi cha maandalizi. Ni kama ambavyo Daudi alivyokuwa yuko wapi? Porini. Alikuwa anaandaliwa kwa ajili ya Goliath. Wapendwa wangu, nataka wewe na mambo makubwa, lakini unakimbia kipindi cha maandalizi. Ambacho sio kizuri sana, lakini ndicho kinatengeneza matokeo yanayokuja. Amen. Chapeni Bwana Yesu makofi. Mwambie mwenzako ni wakati wako wa kujiliwa. Rudia tena. Nilimwambia ndio nazidi kuambia nimetoka hapa na basi nimefika Dar es Salaam saa 4 usiku. Halafu amenipokea apostol, nimefika pale kakuta wako na apostol Tito. Halafu wanaanza tukaongea pale kaambia na leo. Nikaanza kuomba saa 5. Sasa shata sana. Nimetoka safari saa 9. Saa 10. Saa 11. Saa 12 ndio nasema amen. Walisema huyu ni jini. Neema ya Mungu ya kukuwezesha ipo kwa ajili ya maandalizi ya hicho unachokiona sasa. Chapie Bwana Yesu makofi. Haya makofi hayatoshi. Haya makofi hayatoshi. Mwambie mwenzako ni wakati wangu. Mwambie mwenzako ni wakati wangu. Mwambie mwenzako ni wakati wangu. Mwambie mwenzako huu ni wakati wangu. Mwambie mwenzako huu ni wakati wangu. Mwambie ni wakati wa kicheko. Mwambie ni wakati wa furaha. Mwambie yajayo yanafurahisha. Mwambie kata yake. Mwambie unaamini au utakuwa wale wasioamini. Mwambie kama hautaamini hautaona. Lakini utaona utakapoamini. Mwambie ni wakati wetu, Mungu anatukumbuka. Rudia tena, mwambie ni wakati wetu. Mwambie ni wakati wangu uliokubaliwa. Haleluya. Haleluya. Tena unasema kwa lugha nyingine anasema ni wakati wa kutembewa mema. Maana Mungu amekaribia, muda umefika. Ni wakati wa mema yako. Usijiulize itakuwa kwaje, wewe amini. Usijiulize itatokea wewe amini. Amen. Usijiulize itakuwa kwaje, sio ya kwako. Wewe muamini, sio kuambia kwamba ukiamini utaona utukufu. Njia zetu sio njia za Mungu. Amen. Wewe amini. Kwa ni wakati umefika kwa ajili ya mema yako. Ni kipindi cha kutendewa mema. Ni kipindi cha kuinuliwa. Sisemi tu ya kusema kwamba huu ni mahali majina sikia huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Hizo lugha tumeshasikia sana. Lakini nakwambia from kitu cha enzi kwa ni wakati wako dada. Ni wakati wako. Je, umejiandaa? Hivi sasa hivi tuambie kwamba anakuja Rais Samia hapa nusu saa. Tutafanya nini?
Au tuache tu hapa tuje kwenye nyumba yako. Kwa sasa anakwenda kutembelea. Unajiandaje? Unapiga mswaki? Mazingira vizuri. Na nini kingine? Kama ni wakati wa kujilia manake lazima tuwe na maandalizi. Amen? Kwa ajili ya huyu anaye atatokezea wapi hayakuhusu. Walikuwa wamekaa kule kwa hofu ya Wayahudi, wamejificha. Wanashangaa na chomoka tu kutoka hata mlangoni ya kupita sasa. Niwe na anapitia bana mlangoni. Tumefunga mlango vile vile. Atatokezea wapi sio la kwako. Wewe jua atatokeza. Wewe jua atatokeza. Wewe jua atatokeza. Wewe jua atatokeza. Maana ni wakati ulioamuliwa kwa ajili ya mema yako. Chapeni Bwana Yesu. Sisiwe aborted. Unapaswa kufahamu mambo mawili tu ya kukusaidia. Amen. 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 Kuna watu hivi vitu vinakuwa ni vigumu. Cha kwanza lazima ujue sio issue ya Mungu kuja kukutendea mema ama kukutoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Anachokiangalia cha kwanza ni issue ya mahusiano kwanza. Andika mahusiano kwanza. Maintain ili usije ukafanya hayo majina yakapotea ndani ya maisha yako. Ni issue ya mahusiano kwanza. Wengi wanaposikia hivi vitu huwa wanafikiria hawana sehemu ya kufanya. Kabla ya kuwa mtu fulani, kabla ya nguvu za Mungu kuonekana, kabla ya udhihirisho kupata kuonekana, Mungu anachokiangalia cha kwanza ni uhusiano wa wewe na yeye kwanza, kabla ya majira kuwa halisi. Na huo ndio wengi huwa wanapoteza. Wanasema Mungu anaweza kutoka na watu barabarani, wakajikuta ni watu wakubwa, wakajikuta ni wahubiri wakubwa, wakajikuta ni walimu wakubwa, wakajikuta ni waimbaji wakubwa, wakajikuta haiendi namna hiyo. Ukitaka nyakati ziwe allotted, ni kipindi ambacho haujui kwamba ili mkutane kwenye hicho ambacho anataka cha kutembelea, anatafuta cha kwanza mahusiano yako na yeye kwanza. Iko sawa? Marko sura ya 3. Marko sura ya 3. Ule mstari wa 13 hadi 15. Ule mstari wa Marko sura ya 3 ule mstari wa 13 hadi 15. Anasema akapanda mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea. Akawaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye. Sema pamoja naye. Rudia tena. Na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Hawa ni wale mitume. Unaona, amewachagua, amewaita. Cha kwanza kabla hajawatuma anataka wakae na alafu ndipo awatume waende wadhihirishe uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu zaidi. Kwa hiyo kuna ishi ya Mungu amekuita,
Tatizo liko kwenye kukaa naye. Kabla ya kukutuma anataka ukae naye. Amen. Amen. Kukaa naye ni moja wapo kati ya njia ya maandalizi kwa ajili ya mambo makubwa anayotaka akutumie, kwa ajili ya mambo makubwa anataka yafanye, kwa ajili ya mambo makubwa anataka yafunue maisha yake kupitia maisha yako. Kwa hiyo kuna issue ya wewe kukaa naye. Kwa hiyo sio issue ya maneno, sio issue ya matamko. Mungu ameniita kuwa apostle, ameniita, sio issue hiyo, sio issue. Issue ni kukaa naye. Kaa naye kwenye maombi, kaa naye kwenye neno, kaa naye kwenye kufunga, kaa naye kwenye kungoja. Alafu kitoka pale wanasema huyu John tuliokuwa tunamjua si huyu tunayemwona sasa. Issue ni nini? Issue ni mabadiliko. Ndio maana wanafunzi waliokaa na Yesu, hata Petro aliyotaka kumkana, walimwambia usifanye mchezo, hata lugha yako tu inafanana naye. Chapie Bwana Yesu. Kwa hiyo kuna issue ya kukaa na Mungu. Kaa naye. Huu ni wakati wa kuumba. Tunafundishwa kwa maombi kwamba yanafanya ile hali iwe halisi. Tuko sawa. Na ndio wengi wataki. Utakuta tu anasikia wito na kuyaga tu, anatoka hapa anaenda pale. Hautani maisha yake hayana utaratibu. Hata maombi kukaa na Mungu ni maombi hana. Hata kungoja Mungu atakufunga mna anapoyaga. Mungu ameniita uso kipindi hata kama kimekuja kitakuwa appointment. Kwa sababu kinataka watu wa kukaa na yeye. Kama ambavyo Yesu cha kwanza alikaa na Mungu kule nyikani. Alafu tunamwona Daudi pia amekaa porini, anasubiri, anaangalia, anafundishwa ili kusudi akijitokeza Goliath iwe kwake rahisi kupiga. Sema kukaa na Yesu. Rudia tena. Mwambie mwenzako hiki kipindi kiwe halisi kinachokuja lazima ukae na Yesu. Mwambie tena. Kwa njia ya maombi, kwa njia ya kufunga, kwa njia ya kungoja Bwana. Acha ujuzi wako, acha ujuzi yeye wenye ujuzi. Wewe ujuzi unakusaidia. Amen. Kitu kinachofanyika nje ya kukaa na Mungu si kitu kinachodumu, na pia kinakuwa hakina raha. Mtafutie mtu mwimbaji anayefanya huduma ya uimbaji akiwa amechanganya na maombi na neno, na mtu ambaye ana ujuzi tu hajachanganya na kufunga na maombi. Huyo mtu utaona kama anawapigia kelele, kwa sababu kuna kitu kinasukumwa kupitia yale maisha ya maombi. Kuna kitu kinatengenezwa. Sentensi yake tu na maombi yake tu, anaweza kawa na sauti nzuri kabisa, lakini without anointing ni kelele. Tuko sawa? Ndio maana tunakaa kumngoja Bwana, tunakaa kumsubiri Bwana, tunakaa katika maombi, tunakaa katika neno. Unakuta kama umejitenga tu, watu hawakuelewi tu, wanakuja umejikalia tu, unawatolea tu macho, wewe uko tu umekaa uko